Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uhinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumamosi tarehe 18 Julai mwaka 2026. Mimi ni Loje Longa nikukaribisha katika dakika chache zijazo ambako tutakuletea habari kubwa na muhimu zinazotikisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ukanda wa maziwa makuu. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutakufahamisha kuhusu tangazo la Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi la kuitisha mazungumzo ya kitaifa, kauli mpya ya Rais Paul Kagame kuhusu kundi la FDLR, ala operesheni za FARDC dhidi ya waasi hao kuendelea, kuzorota kwa usalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa surua unaowatishia watoto katika eneo la Walikale. Hizi ni habari ambazo tulizokuandalia kwa makini ili kupata taarifa sahihi kwa wakati na kwa uwazi. Basi endelea kubaki nasi hadi mwisho kwa taarifa zetu hizi za mchana wa leo. Unaendelea kumshauri kwamba wewe unaendelea ndio kwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chote kile kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kuemea vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ametangaza rasmi kwa katika siku zijazo nchi itaandaa mazungumzo ya kitaifa yatakayokutanisha wadau mbalimbali wa kitaifa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha umoja wa kitaifa na kutafuta suluhisho la pamoja kwa changamoto ya kisiasa, kiusalama na kijamii zinaloikabili nchi. Tangazo limetolewa Ijumaa baada ya rais kukutana na wawakilishi wa madhehebu ya makuu ya dini nchini DRC. Tunaojadili hali ya sasa ya taifa, hususan changamoto ya usalama mashariki mwa nchi, mshikamano wa kitaifa pamoja na nafasi za viongozi wa dini katika kuhamasisha amani na maridhiano kwa wananchi. Baada ya mkutano huo, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya alifanya mkutano na waandishi wa habari ambako alieleza kwa Rais Tshisekedi atatoa amri maalum ya rais itakayoweka mfumo rasmi wa mazungumzo hayo, namna itakavyofanyika, wadau watakaoshiriki pamoja na ratiba ya utekelezaji wake. Patrick Muyaya alisema kuwa hatua hiyo inachukuliwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa na ibara 69 ya katiba ya DRC, ambayo inatambua kama madhamini wa taifa wa umoja wa wananchi na kuhakikisha taasisi za nchi zinafanya kazi kwa utulivu. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, Rais Tshisekedi ndiye atakayeongoza maandalizi ya mazungumzo hayo kwa kushirikiana na viongozi wa madhehebu ya dini pamoja na taasisi nyingine muhimu, kwa lengo la kuhakikisha kila kundi la kijamii na kisiasa linapata nafasi ya kushiriki katika kujenga maridhiano ya kitaifa. Patrick Muyaya alisitiza kwa dhamira kuu ya mazungumzo ni kuwakutanisha Wakongo kutoka pande zote za nchi bila kujali tofauti zao za kisiasa, kikabila au kijamii, kujadili namna ya kuimarisha mshikamano wa kitaifa, kumaliza vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC na kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro inayoikabili taifa. Tangazo hili linakuja baada ya miezi kadhaa wito kutoka kwa sehemu kubwa la wanasiasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na baadhi ya makundi ya upinzani ambao walikuwa wakitaka kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa atakayowaleta pamoja wadau wote wa nchi ili kujadili mustakabali wa DRC. Kwa muda mrefu, baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakisisitiza kuwa changamoto zinazokabili taifa haliwezi kutatuliwa kwa maamuzi ya upande mmoja, bali zinahitaji majadiliano ya wazi na pamoja za kushirikisha serikali, upinzani, viongozi wa dini, mashirika ya kiraia, vijana, wanawake na wawakilishi wa majimbo yote ya nchi. Tangazo la Rais Tshisekedi pia linakuja wakati ambako hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya. Serikali ya Kinshasa inaendelea kuituhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa muungano wa AFC M23, madai ambayo Kigali inaendelea kuyakanusha. Wakati wa mapigano kati ya baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini bado yanaendelea kusababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao. Baada ya changamoto za usalama, nchi pia imekiubikwa na mjadala mkali kuhusu uwezekano kufanyika kwa marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyama vya upinzani vinaihutumu serikali kwa kuwa inalenga kubadilisha katiba ili kumruhusu Rais Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani baada ya kumalizika kwa muhula miwili inayoruhusiwa na sheria. Hata hivyo, serikali inaendelea kukanusha madai ikieleza kuwa hakuna mpango wa kubadilisha katiba kwa ajili ya kuongeza muda wa utawala wa rais, na kwamba mazungumzo ya kitaifa yana lengo la kujadili kuongeza miula wa uongozi badala na kusudia kuimarisha umoja wa kitaifa na kutafuta suluhisho la changamoto zinaloikabili taifa. Tangazo hili pia limetolewa wakati ambako juhudi mbalimbali za diplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa DRC bado hajazaa matokeo makubwa. Makubaliano ya Washington yaliyofikiwa kwa ushirikiano wa Marekani ili kupunguza mvutano kati ya Kinshasa na Kigali bado hajafanikiwa kurejesha utulivu unaotarajiwa.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza kuwa nchi yake iko tayari kuchukua hatua dhidi ya kundi la FDLR ikiwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO watashindwa kuliondoa kundi hilo ambalo Kigali inataja kuwa tishio kwa usalama wa taifa la Rwanda. Akizungumza mjini Kigali wakati wa mkutano wa Unity Club uliowakutanisha viongozi wa siasa na wa sasa na wa zamani wa serikali ya Rwanda kujadili masuala ya utawala bora, umoja wa kitaifa na usalama wa kikanda, Paul Kagame alisema kuwa Rwanda haiwezi kuendelea kusubiri wakati kundi la FDLR linaendelea kuwepo karibu na mipaka yake. Kulingana na rais wa Rwanda, jukumu la kudhibiti kuliondoa kundi la FDLR linapaswa kutekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na MONUSCO. Hata hivyo, Kagame alisisitiza kuwa iwapo juhudi hizo hazitazaa matunda, Rwanda itachukua hatua yenyewe ili kulinda usalama wa nchi yake na mipaka ya nchi hiyo. Matamshi ya Paul Kagame yanakuja wakati ambako shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa dhidi ya Rwanda limeongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Marekani, Umoja wa Ulaya pamoja na baadhi ya washirika wao wameweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa jeshi la Rwanda na taasisi kadhaa zikiwemo kampuni zinazohusishwa na usafirishaji wa madini kwa madai yanachangia biashara haramu ya rasilimali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kuunga mkono uasi wa M23. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuishtumu Rwanda kwa kuunga mkono uasi wa M23 na ikuwa ikitaka vikosi vya Rwanda kuondoka katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kinshasa inasema kuwa madai yanaungwa mkono na ripoti mbalimbali za wataalamu wa Umoja wa Mataifa ambazo zinaeleza kuhusu uwepo wa majeshi ya Rwanda ndani ya ardhi ya DRC. Hata hivyo, Rwanda inaendelea kukanusha tuhuma hizo na kusisitiza kwamba wasiwasi wake mkubwa ni unabaki uwepo wa kundi la FDLR ambalo linaonekana kama tishio la moja kwa moja kuhusu usalama wake wa kitaifa. Kigali imekuwa ikieleza mara kwa mara kwa kutokuchukuliwa kwa hatua dhidi ya kundi hilo kunaweza kupeleka Rwanda kuchukua hatua za upande mmoja. Kauli hizi imetolewa wakati juhudi za kidiplomasia za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kupitia mazungumzo yanayoungwa mkono na wadau wa kikanda na kimataifa. Hata hivyo, leo usalama unaendelea kuwa tete huku jamii ya kimataifa ikiendelea kutoa wito kwa pande zote kuzuia na kutafuta suluhisho la amani kupitia njia ya mazungumzo badala ya matumizi ya nguvu. Wakazi wa mkoa Kivu Kusini wanaendelea kueleza wasiwasi wao kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama kwenye barabara muhimu unaunganisha mji wa Bukavu, Walungu na Mwenga. Wasiwasi huo umeibuliwa na vuguvugu la Créer Observatoire d'Action Parlementaire et Gouvernementale maarufu kama OPABG, ambalo linasema kuwa mashambulizi ya magari ya abiria, wafanyabiashara pamoja na mizigo yao yameongezeka kwa kiwango cha kutisha katika miezi ya hivi karibuni. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumatatu 17 Julai kupitia Radio Kapi, OPABG imeeleza kuwa hali hiyo si kwamba inahatarisha maisha ya wananchi bali pia inazofisha shughuli za kiuchumi na uhuru wa watu kusafiri katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Kwa mujibu wa shirika hilo, tukio la hivi karibuni litokea katika eneo la Kakinda kwenye barabara ya Bukavu kuelekea Walungu na Mwenga. Watu wenye silaha walivamia magari yaliyokuwa yakisafirisha wafanyabiashara pamoja na abiria, ambapo walipora fedha, bidhaa na mali mbalimbali zilizokuwa zikielekezwa sokoni. Taarifa zilizotolewa na mashuhuda zinaeleza kuwa baadhi ya wanawake walifanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia wakati wa shambulio hilo. Mharakati wa OPABG Bahati Chirimwami amelalani vikali matukio hayo akisema kuwa sehemu kadhaa za barabara hiyo zimegeuka kuwa maeneo hatari yanayotumiwa na watu wenye silaha kufanya mashambulizi dhidi ya wasafiri. Amesema magari mengi hushambuliwa katika eneo la Udobo, Chibambari pamoja na maeneo ya Chifu ya Ngweshe na Kabare ambako walifu huzuia wasafiri na kuwanyang'anya mali zao wakati wengine wakifanyiwa vitendo vya ukatili. Kwa mujibu wa Bahati Chirimwami, mashambulizi yanafanyika kwa bahati mbaya bali yanaonekana kupangwa kwa kuzingatia siku ambazo wafanyabiashara wengi usafiri kwenda kwenye masoko makubwa ya eneo hilo. Amesema kwa kila karibu Jumanne, Jumatano, Jumamosi na Jumapili watu wenye silaha kuweka mitego kwenye barabara wakilenga wafanyabiashara wanaokwenda katika masoko ya Kakinda na Mgogo pamoja na wale wanaorejea kutoka soko la Mudaka lililopo katika wilaya ya Walungu. Kutokana na leo, wafanyabiashara wengi wameanza kusafiri kwa hofu kubwa, huku wengine wakilazimika kupunguza safari zao kwa kuogopa kupoteza mali yao, kuhatarisha maisha yao. Baadhi ya madereva magari ya usafiri au mapia wanadaiwa kubadili muda wa safari au kutumia njia badala, jambo ambalo linaongeza gharama za usafiri na kuathiri biashara kati ya maeneo mbalimbali ya mkoa huu. OPABG inasema kwa kuendelea kwa mashambulizi hayo kunachangia kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na ugumu wa kusafirisha kutoka vijijini kwenda mijini. Shirika hilo linaonya kuwa endapo hatua za haraka zitachukuliwa, hali hiyo inaweza kuendelea kuzofisha uchumi wa wananchi wanaotegemea biashara ndogo ndogo na shughuli za kilimo katika maeneo ya Walungu, Kabare na Mwenga. Kutokana na hiyo, vuguvugu hilo la kiraia limezitaka mamlaka za serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuongeza uwepo wa vikosi vyao katika maeneo yanayoripotiwa kuwa hatari zaidi. Pia limeomba kuwepo kwa doria za mara kwa mara kwenye barabara hiyo ili kuwalinda wasafiri, wafanyabiashara na mali zao.
OPABG inaamini kuwa kuimarishwa kwa ulinzi kwenye barabara ya Bukavu Walungu Mwenga kusaidia kurejesha imani ya wananchi, kuharisha shughuli za biashara na kupunguza vitendo vya uporaji pamoja na ukatili unaendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Haya yanajiri wakati ambako maeneo ya mengi ya mkoa Kivu Kusini bado yanakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, huku makundi yenye silaha na wahalifu wakiendelea kutishia maisha ya raia na kufuruga shughuli za kijamii na kiuchumi katika sehemu mbalimbali za jimbo hilo. Takriban miezi minne baada ya kuzinduliwa rasmi kwa operesheni ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yenye lengo la kuwadhibiti na kuwarejesha nchini Rwanda wapiganaji wa kundi la FDLR, bado hakuna maendeleo makubwa yaliyotangazwa rasmi na mamlaka za kijeshi kuhusu utekelezaji wa operesheni hiyo. Operesheni hiyo ilizinduliwa tarehe 13 Machi mwaka huu katika mji wa Kisangani, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya Washington yanayolenga kupunguza mvutano wa usalama kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Katika makubaliano, moja ya vipengele muhimu ilikuwa ni kuhakikisha kundi la FDLR linadhibitiwa na kuvuliwa silaha na wapiganaji wake wanarejea nchini Rwanda kwa njia ya amani au kwa kulazimishwa pale inapobidi. Wakati wa uzinduzi wa operesheni hiyo, viongozi wa FARDC walieleza kuwa jeshi liko tayari kuwapokonya silaha wapiganaji wa FDLR na kuhamasisha kujisalimisha kwa hiari ili waweze kurejeshwa nchini Rwanda kupitia utaratibu ule utakaoandaliwa kwa ushirikiano wa serikali mbili pamoja na wadau wa kimataifa. Hata hivyo, karibu miezi minne baadaye, kuna taarifa rasmi zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wapiganaji hao wamejisalimisha, kwamba operesheni hiyo imefanikiwa kufikia malengo yaliyowekwa mwanzoni. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa utekelezaji wa mpango huu unakumbana na changamoto nyingi ambazo zinaufanya usisonge mbele kama inavyotarajiwa. Moja changamoto kubwa inayotajwa ni kwamba maeneo mengi yanayoaminika kuwa ngome kuu za wapiganaji wa FDLR yanapatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Sasa kwenye maeneo hayo sasa yanadhibitiwa na muungano wa waasi M23. Kutokana na hiyo, vikosi vya FARDC havina uwezo wa kuingilia au kwa urahisi katika maeneo hayo ili kutekeleza operesheni za kuwatafuta na kuwavua silaha wapiganaji wa kundi hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya usalama, leo inafanya operesheni hiyo kubaki katika hatua ya maandalizi na utaratibu, huku shughuli za moja kwa moja za kijeshi zikiwa hazijafanyika kwa kiwango kilichokusudiwa. Changamoto nyingine ni swala la kurejeshwa nchini Rwanda wale wapiganaji wanaokubali kujisalimisha kwa hiari. Hatua inahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Rwanda pamoja na mashirika ya kimataifa yanahusika na mchakato wa kurejesha waasi nchini kwao. Hata hivyo, kutokana na hali ya kutokuaminiana ambayo bado iko kati ya Kinshasa na Kigali, mchakato unaendelea kuwa mgumu kutekelezwa. Licha changamoto hizo, swala la kudhibiti FDLR inaendelea kuwa moja ya vipengele muhimu vya makubaliano ya Washington. Serikali ya Rwanda inaendelea kusisitiza kuwa kuondolewa kwa tishio la FDLR ni moja ya masharti muhimu kabla ya kuchukua hatua nyingine za kujenga amani, ikiwemo kuondoa hatua zake za ulinzi au kujadili masuala yanayohusiana na uwepo wa vikosi vyake karibu na mpaka wa DRC. Kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa makubaliano yote yaliyofikiwa, huku ikitaka pia kuheshimiwa kwa mamlaka na mipaka ya nchi hiyo. Hali inaendelea kufanya utekelezaji wa baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo kuwa ya polepole. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya usalama wanaamini kuwa changamoto kubwa sio tu kuwatafuta wapiganaji wa FDLR, bali ni namna ya kuwafikia hata katika maeneo yapo chini ya udhibiti wa FARDC. Wanasema kwa bila kurejeshwa kudhibiti wa serikali katika maeneo hayo, operesheni itaendelea kukabiliwa na vikwazo vikubwa. Vyanzo vya usalama vinaeleza pia kuwa suluhisho la kudumu halitapatikana kwa kutumia nguvu za kijeshi pekee, bali inahitaji utashi wa siasa kutoka kwa serikali za Kinshasa na Kigali pamoja na washirika wa wadau wa kikanda na wa kimataifa ili kujenga mazingira kuaminiana na kutekeleza kikamilifu makubaliano yaliyofikiwa. Hadi sasa operesheni za kuwadhibiti na kuwarejesha wapiganaji wa FDLR bado inaendelea kutazamwa kama moja hatua muhimu katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Hata hivyo, kutokana na changamoto za kiusalama, kisiasa na diplomasia zinazoendelea kujitokeza, utekelezaji wake unabaki kuwa ngumu kwa wananchi wa maeneo yaliyoathiriwa na migogoro yakiendelea kusubiri hatua madhubuti zitakazorejesha utulivu na usalama wa kudumu. Mlipuko wa ugonjwa wa surua unaendelea kuenea kwa kiasi katika eneo la afya la Pinga wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, kwa watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wakiwa waathirika wakuu wa ugonjwa huo. Anaendelea kuzua hofu kubwa miongoni mwa wakazi pamoja na wahudumu wa afya ambao wanaonya kuwa bila hatua za haraka idadi ya wagonjwa inaweza kuongezeka katika siku zijazo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka viongozi wa jamii na wahudumu wa afya wa eneo hilo, maeneo ya afya Bese, Musanga, Pete na Pinga ndio yanaathirika zaidi na mlipuko huo. Katika maeneo visa vya watoto vinaonyesha dalili za surua vinaendelea kuripotiwa, huku baadhi yao wakihitaji huduma za dharura kutokana na hali zao kuwa mbaya. Licha kuongezeka kwa wagonjwa, hadi sasa bado hakuna kampeni maalumu ya chanzo ilizoandaliwa ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo.
Kutokuwepo kwa kampeni hiyo kumeongeza hofu kwa maambukizi yanaweza kuenea katika vijiji vingine vya Walikale, hasa kutokana na usafiri wa wananchi kati ya maeneo mbalimbali. Kutokana na hiyo, viongozi wa kijamii wamezitaka mamlaka za afya katika ngazi ya mkoa na serikali kuu kuchukua hatua za haraka kabla hali haijafika kiwango cha dharura. Wanasema kwa kuchelewa kwa hatua za kinga kunaweka maisha ya maelfu ya watoto katika hatari kubwa. Wanajamii anafuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo. Busanga Changwi amesema kwa idadi ya watoto wanaougua surua inaendelea kuongezeka kila wiki, lakini hadi sasa kuna kampeni yote ya chanjo za dharura iliyoanza katika eneo hilo. Amesema kwa watoto walio chini ya miaka 5 ndio wanaathirika zaidi, hasa katika maeneo ya afya ya Bese, Musanga, Pete na Pinga, na kwamba wananchi waendelea kutoa tahadhari wakihofia ugonjwa kusambaa zaidi ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Kwa upande wake, kaimu mganga mkuu wa eneo la afya la Pinga, Daktari Theophile Muka amethibitisha kuwepo kwa mlipuko pamoja na changamoto kubwa zinazokwamisha juhudi za kupambana nao. Daktari Muka amesema kwa chanzo pamoja na vifaa vingine muhimu vya mpango wa kawaida wa chanzo tayari vipo katika makao makuu ya Walikale, lakini bado hajafikishwa Pinga kutokana na ukosefu wa usafiri wa kuvisafirisha. Kwa mujibu wa daktari huyo, mamlaka za afya zimewasilisha ombi kwa msimamizi wa wilaya ya Walikale pamoja na kamanda wa kanda 34 ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kusaidia upatikanaji wa usafiri utakaowezesha chanzo hicho kufikishwa katika vituo vya afya vya Pinga. Hata hivyo, hadi sasa wanasubiri majibu kutoka kwa mamlaka husika. Daktari Muka ameeleza kuwa kampeni maalum ya chanzo dhidi ya surua ilumika katika ngazi ya eneo la afya pekee, bali upangwa na mamlaka za kitaifa pamoja na zile za mkoa. Hivyo amesema eneo la afya linaendelea kusubiri maamuzi atakayoruhusu kuanza kwa kampeni ya chanzo ya dharura. Alionyesha changamoto kubwa zinazokabili sekta ya afya katika maeneo mengi yanayotengwa na Kivu Kaskazini: ukosefu wa miundombinu bora ya barabara, uhaba wa magari na kusafirisha kwa dawa za chanzo, pamoja na changamoto za usalama zinatokana na uwepo wa makundi yenye silaha inaendelea kuwasili utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa surua ni miongoni mwa magonjwa yanayoambukizwa kwa kiasi zaidi duniani. Mtoto mmoja anaambukizwa anaweza kuambukiza watoto wengine ikiwa hajapatiwa chanzo. Dalili zake pamoja na homa kali, kikohozi, mafua, macho kuwa mekundu na upele unaosambaa mwilini. Endapo mgonjwa hatapatiwa matibabu kwa wakati, ugonjwa unaweza kusababisha matatizo makubwa kama vile nimonia, utapiamlo, upofu, maambukizi ya ubongo na hata kifo, hasa kwa watoto walio chini ya miaka 5. Wataalamu wanaongeza kuwa chanzo ndio njia bora zaidi ya kuzuia surua. Pale ambapo kiwango cha watoto wanaopata chanzo kinapokuwa chini, uwezekano wa kuzuka kwa mlipuko mkubwa unaongezeka kwa kasi na huhatarisha maisha ya watoto wengi katika jamii. Wanasisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia ugonjwa kuenea katika maeneo mengine ya Walikale na kulinda maelfu ya watoto ambao bado wako katika hatari ya kuambukizwa. Bali hatua hizo wanaonya kuwa mlipuko unaweza kuendelea kuongezeka na kusababisha hatari kubwa zaidi kwa afya ya watoto na mfumo wa huduma za afya katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumamosi tarehe 18 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa muda wako na kuendelea kutuamini kama chanzo chako cha habari sahihi za kuaminika na kwa wakati. Mimi ni Telojo Longo, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakutakia mchana mwema. Vile vile unasahau kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za kijamii na kujisajili kwenye channel yetu ya YouTube ili usipitwe na taarifa muhimu. Na basi niendelee kukutakia mchana mwema na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku, nikiendelea kuahidi tutaona tena jioni katika taarifa zetu zingine. Bye bye na chao, mchana mwema na baki salama.